Ndugu zangu, tukiongozwa na ujumbe tunaopata katika masomo haya mawili tuliyoyasikia, niwaalike tuongozwe na wazo tunalipata katika Zaburi ya 51 aya ya 10. Zaburi ya 51 aya ya 10. E Mungu, uniumbie moyo safi, utie roho mpya ndani yangu, aufanyize roho mpya ndani yangu. E Mungu, uniumbie moyo safi, ufanye roho mpya ndani yangu. Katika somo la kwanza tunatafakarishwa tena kutoka nabii Amos. Pengine ili kulielewa vizuri somo hili ni vizuri kurudi kidogo katika historia yake, kwamba Amos alikuwa ni mchunga, wanaita kama mchunga, pengine mchunga mifugo katika kijiji cha Anatot karibu na utawala wa Yuda. Na huyu hakuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wamezaliwa katika familia za manabii. Yeye alikuwa nje ya ukoo wa manabii. Lakini Mwenyezi Mungu anamchukua na anamtuma kwenda kufanya utume, tena sio huko ambako ni jirani na kwao, anampeleka Israeli. Ni kipindi ambacho taifa la Israeli liliaminika, au Waisraeli walijiamini kwamba walikuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu biashara na maisha ya kawaida ya kisiasa na kijamii yalionekana kuwa na mafanikio sana, lakini haki ilikosekana. Wengi walijipatia kipato, lakini sio kwa njia halali. Kulikuwa na matajiri wakubwa kabisa na mambo yanakwenda, yanaonekana kuna mafanikio, lakini hayakuwa mafanikio halali. Pengine hali inafanana na baadhi ya nchi zetu ambazo tunaweza kuona watu wanafanikiwa, wanaonekana kwamba kuna matajiri wengi, kuna mafanikio makubwa, lakini kumbe ni kwa njia za rushwa na unyanyasaji ndio watu wanafanikiwa. Anatumwa Amos kule, na anapokwenda anahubiri kinyume na matarajio yao. Wakitarajiwa kwamba wangesifiwa kwa sababu wanaonekana wamefanikiwa, yeye anawakemea. Na alihubiri zaidi kule Betheli, ambayo ilikuwa inaonekana kama makao makuu ya maadhimisho na ndio senta ya maendeleo, mpaka anafukuzwa. Kaonekana kama analeta uzushi, akafukuzwa, akarudi tena kuchunga, lakini Mungu akasema urudi tena. Anapohubiri anawaambia kwamba Mwenyezi Mungu anakasirishwa na sadaka hata mnazotoa zinazotokana na rushwa na unyanyasaji na unyang'anyi na dhuluma. Anakasirishwa na vyote hivi. Na akawaambia itafika kipindi ambacho mtatawaliwa, na haya mnayoona kama ni mafanikio yatavurugwa kabisa. Pengine alitabiri juu ya Waashuru, hata kama wataji moja kwa moja, na kwa kweli baadaye ndicho kilichotokea, kwamba kulitokea vurugu hiyo, wakatawaliwa na kukawa na uharibifu. Sasa somo la leo linatupeleka mahali ambapo Mwenyezi Mungu anaonesha huruma yake, kama ambavyo tumefundishwa hata leo, kwamba pamoja na yote yaliyofanyika Mwenyezi Mungu hakuwaacha. Anasema kutakuwa na masalia, the remnant, kwamba pamoja na kuonekana wote wamevurugwa na wote kama hawaeleweki, lakini kuna kizazi kitakachoinuka ambacho kitakuwa cha masalia, watakaoleta matumaini tena. Ndugu zangu wapendwa, tangu jana na hata leo tumekuwa tukipata mada mbalimbali, na zinatukumbusha pia hata sisi pengine maisha yetu, kwamba katika maisha ya kila mmoja mmoja ndani ya mioyo yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu, vigango vyetu, parokia zetu, majimbo yetu, lakini hata katika jamii tunamoishi, inawezekana kweli nasi kuna mahali ambapo vurugu zimetokea. Lakini hata kama zimetokea na ikaonekana kwamba tufai mbele ya Mungu, kale ka roho ka uongofu kamebaki. Na pengine ninyi mlioko kwenye kongamano hili ndio wale masalia, kwamba bado mnapenda kumsikiliza Mungu na mngependa kumsikiliza kweli Mungu. Haya yote yaliyofanyika ni kwa lengo hilo, kwamba msikilize tena sauti ya Mungu. Hata kama mambo yanaonekana yameshindikana, lakini basi wengine inawezekana hawakuona umuhimu, na katika ulimwengu tuko hivyo. Kuna wengine wanaoona umuhimu wa mambo ya Mungu na wengine hawayaoni. Sasa wale wanaokuwa na hamu ya kuweza kumsikiliza tena Mungu,
ndiyo masalia yenyewe. Na kwa nafasi tunachukulia kongamano hili na sisi wote tunaoshiriki kama sehemu ya masalia ya wale ambao wanaweza bado wakaleta matumaini. Tumeambiwa kwamba milima iliyokuwa ikimwagika damu itaanza tena kutiririsha divai, na mara nyingi kwenye Biblia divai inapotajwa ni ishara ya furaha, kwamba furaha inaweza karudi katika maisha. Inawezekana katika maisha yetu binafsi, katika maisha ya familia kumekuwa na huzuni, kumekuwa na majonzi, kumekuwa na mtiririko wa damu. Sasa nafasi hii inaweza kawa pia nafasi ya kurudisha furaha, lakini furaha hairudi hivi hivi. Ndio maana nimewaalika tutafakari pamoja hiyo Zaburi ya 51:10, Mungu niumbie moyo safi, utie tena ndani yangu roho mpya. Na haya tunayapata katika Injili tuliyoisikia. Yesu Kristo akiwa endelea na utume wake alikuwa na watu ambao ilikuwa vigumu kumuelewa pengine, kwa sababu wamekariri mambo ya zamani, wamekariri yale yaliyofundishwa. Leo tunakutana na hawa wanaomsahihisha. Wanasema wanafunzi wa Mafarisayo, wanafunzi wa Yohane wanaonekana wanafunga, lakini wanafunzi wao hawafungi. Na sisi tunajua kufunga ni sheria, imesemwa hivyo. Basi Yesu anaendelea kuwafafanulia, na katika kuwafafanulia kwamba wafunge wakati gani, anaenda kutaja kitu hiki kwamba ili tuweze kupokea upya wa maisha ni lazima pia tuwe wapya. Ili tuweze kupokea upya wa maisha na ukazaa matunda, lazima tuwe wapya, lazima tuwe wapya. Tukibaki vile tulivyokuwa, tusipotaka kuwa wapya, tutasikia mengi lakini hakuna kitakachobadilika. Leo tumefundishwa juu ya msamaha na upatanisho, tumefundishwa juu ya nafasi ya Ekaristi Takatifu, na Ekaristi Takatifu ni nini, kwamba ni Kristo mwenyewe. Lakini jana tulifundishwa juu ya nguvu ya mwanamke katika uinjilishaji, tulitafakari juu ya ndoa na familia pamoja na changamoto zake kimaadili. Haya yote yanaweza kuwa yanaonekana yameshabikiwa. Nakumbuka kila aliyetoa fundisho na hata baba aliyetuandaa kabla ya kitubio, wote mmetupigia makofi. Wote mmetupigia makofi. Mimi sijui kwa nini mmetupigia makofi. Hivi mmetupigia makofi kwa nini? Kwa sababu mara nyingi tunapokwenda kwenye semina, tunapokwenda kwenye makongamano, huwa ukiulizwa, kuna watu wanaoulizwa, hivi kongamano lilikuwaje? Ilikuwa nzuri sana, nzuri sana. Kweli, nzuri sana. Kitu gani kwa kizuri? Yaani ilikuwa nzuri hilo. Kitu gani hasa sasa unachoweza? Yaani kongamano na mwaka kesho liwepo. Na mwaka kesho liwepo. Kama inawezekana tumesema mengi na tunayosema huenda sio mapya, mlishasikia huku na huku. Na sisi tukatoka hapa tumepigiwa makofi tukasema sasa tumemaliza kazi. Yaani maisha yatakuwa mapya. Ili haya yote yaweze kuzaa matunda, lazima tukubali wito wa Kristo. Divai mpya kwenye viriba vipya. Tukubali kubadilisha mioyo yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu abadilishe mioyo yetu na roho zetu, tuwe wapya. Tutengeneze mazingira mapya ya kuyapokea haya, ndipo yatazaa matunda. Vinginevyo kuna watu wanashiriki kila kongamano yupo, lakini maisha yake hayajawahi kubadilika. Yaani yupo. Kama vile tunavyokwenda kila siku kanisani, tunashiriki misa karibu kila asubuhi tu. Lakini maisha yetu yako vile vile. Hakuna kitu. Kwa sababu hatuna mioyo mipya wala roho mpya. Yaani tuko vile vile. Kwa hiyo hata ungepanda nini vinaonekana kama vinapotezea muda tu. Ndio maana Yesu anajitahidi kuhubiri lakini haeleweki. Kila siku wanamkosoa. Hajaamini kama huyu ni Masia, huyu ndiye mwenye ukweli wenyewe na ndio ukweli wenyewe, unaweza kumwamini. Kumbe hata sisi inawezekana leo mababa hao wamesisitiza, jamani msamaha, na sasa msamaha ukifikiria sasa yule na kitu na yule nimsamee yule, haiwezekani. Unatania nini? Kila alichofanya haiwezekani. Kwa hiyo tukabaki vile vile. Ila tukiweza kuwa wapya, tukubali kuwa wapya, yaani tukiwa na mioyo mipya na roho mpya, tutayapokea haya. Na hata tunafikiria hayawezekani, yatawezekana. Kwa sababu tu msingi ule tumeweka vema.
Hivi tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema. Sisi ambao tumepata bahati ya kushirikishwa haya, tukijifananisha na enzi zile za Amosi kwamba huenda ndio masalia yenyewe au ni sehemu ya masalia ya wale ambao wanaleta matumaini, kwamba pale ambapo ilionekana mambo yameshindikana, Mwenyezi Mungu anaingilia kati, anarudisha tena matumaini. Sisi tuwe vyombo hivyo vya matumaini, na tunakuwa vyombo vya matumaini kwa sababu tukifika tukiwa na roho mpya na moyo mpya, hata yale ambayo tuliamini hayawezekani, au hata kwa wale walioamini au wanaoamini kwamba mambo hayawezekani, sisi tutakuwa tumaini. Sisi wenyewe tutaonesha uwezekano, na haya tuliyoyapata yataleta matunda. Kushiriki kongamano ni kitu kimoja, lakini kuzaa matunda ya kongamano ni kitu kingine. Na hivi tujiombee na tumwombee kila mmoja, na hasa ninyi mlioshiriki, tusiwe tumepoteza pesa zetu na muda wetu kushinda njaa na nini, afu mwisho wa siku maisha yamebaki vile vile, kwa sababu moyo uko vile vile, roho iko vile vile. Divai mpya huwekwa kwenye viriba vipya. Tumsifu Yesu Kristo.